nimekuwa nikisema kuwa kucheza na timu kama KMC na Fountain Gate lazima umejipanga, maana hawana vijana wa majina makubwa. So ni timu moja ambayo naweza sema kuwa na kwenda kucheza mchezo mgumu. Mchezo mgumu kushinda michezo yote. Manake always watu wengine nafikiri wataangalia kuwa timu iko chini wajudali, lakini mimi kwa upande wangu nasema kuwa timu ambayo iko chini kule ndio timu mbaya kabisa, ambayo inakuja kivyovyote. Manake Waswahili wasema mfamaji ukamata maji. So watajaribu kuweza kuwa napata matokeo katika mchezo huu wa leo, lakini nafikiri vijana wangu wakienda wacheze vile kwa maagizo maelekezo yale ambayo benchi tumejaribu kuwapatia, na kile wamekibeba kwa mazoezi waweze kuuanja wa mazoezi waweze kuibeba kwa mchezo wa leo. Sina shaka maybe kutoka na pointi 3. Asante sana. Alikuwa maswali. Sawa, coach, ni mchezo mwingine. Pamba Jiji katika wakati mzuri kimsimamo, lakini bado kama kuna changamoto katika maeneo yote mawili. Timu haijafunga magoli mengi sana kulinganisha na idadi ya michezo, lakini pia idadi ya magoli ambayo wameruhusu pia ni mengi ukilinganisha na idadi ya mchezo. Huu mpango ukoje katika uwanja wa mazoezi? Mfanya kazi wa kiwango gani kuhakikisha kwamba timu inafunga zaidi lakini pia inapunguza makosa katika eneo la ulinzi? Kitu ambapo unasema napongeza vijana wangu, maana ukiangalia michezo yote tumecheza na nakubaliana na wewe, japokuwa nafikiri tumepoteza goli mingi ni mechi ya Yanga goli 3, lakini ukiangalia kutoka hapo timu yangu inafanya vizuri. Though maybe kwa safu moja tunaweza sema kuwa striking force, lakini siwezi walaumu, maana ukiangalia mfungaji wetu wa magoli yote tunapata ni striker. So kinanipa ile motisha na kinawapatia wenzao motisha kiujumla timu nzima. Kitu ambapo mimi nitajaribu, na nilisema hapo awali kuwa ukitaka kujenga nyumba lazima uanze tofali la kwanza, la pili ndio tunakwenda. So tumeanza na goli moja naona. So mimi na imani na wachezaji wangu na benchi langu lote la ufundi, kiujumla tunafanyia kazi. Najua kuna maybe ugumu wa kufunga, na ukijaribu kuangalia ligi yetu ya NBC, ukiangalia saizi timu gani inafunga magoli mengi. Timu nafikiri mechi zimekwenda juzi, umeangalia magoli ni goli moja. So inakuwa ni uhaba katika nchi nzima. So mimi kwa upande wangu nitajaribu kwa upande wangu kuweza kusukuma wachezaji wangu na kuweza kuwa tunaanza kufunga magoli. Lakini all in all kile nitasema ni goli 1.3. Naona. So vijana wangu nilisema hapo awali kuwa goli 1 tunafunga pointi 3. Magoli 2 tunafunga pointi 3. Mimi kikubwa mimi nataka tukipata pointi 3 haijalishi magoli gani, lakini tumepata pointi 3. Na defense yangu so far naweza sema kuwa wamejaribu kulinda eneo lao, na napongeza timu kwa ujumla, wanacheza vizuri, muunganiko huko sasa. At least we can able to see timu inakwenda kama timu. So mimi kwa upande wangu najivunia na wachezaji wangu, na bado tutazidi kupush mpaka tuweze kuona kuwa tunaanza kupata matokeo mazuri. Pengine hali ya kikosi ikoje, kwa maana kuna wachezaji wote ambao wanatarajia kukosana kwa siku ya kesho? Nafikiri nimeridhika kutokana na wachezaji wangu wote wako sawa. Naweza sema 2 watatu ambapo kuna mmoja amefiwa, 2 walifiwa. So naweza sema kuwa hao ni matatizo ambapo wanayo ya kifamilia, siwezi ingilia. Lakini napongeza kitengo cha madaktari wangu, wanafanyia kazi. Ukijaribu kuangalia tulikuwa hapo awali ligi nazo tulikuwa na wachezaji zaidi ya 7 ambao walikuwa majeruhi. Sasa hizi unaweza pata ni wale wenye homa, mafua kidogo, lakini ukiangalia kikosi ni kipana, wachezaji wote wako ready na tunasubiri tu mchezo wa kesho. Sawa, coach, kwanza ni kupongeze. Wakati tunaelekea kwenye mchezo wa kesho, mashabiki unawaambia nini, ikiwa msimu uliopita katika mazingira kama haya walikuwa hawana furaha kabisa, lakini wakati huu wapo katika nafasi za juu za msimamo? Nini ambacho unawaambia mashabiki wa Pamba Jiji Mwanza na kanda ya Ziwa? Nimekuwa nikisema kila mara maana bila mchezaji wa 12 hatuwezi fanya lolote. So mimi nitazidi bado kuambia kuwa wazidi kuja kwa wingi, wasiniwache peke yangu, wasiniwachie timu mwenyewe.
sawa, wazidi kuja kwa wingi waweze kupatiana support kwa michezo ambayo tunaelekea kucheza kesho, na the same time pia waweze kupatia vijana motisha ile na burudani vijana watawapatia. Bila shaka mimi najua wasikose kuja, waje kwa wingi waweze kupeana support timu yao nyumbani.